Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Mpendwa, karibu tena katika somo lingine katika siku ya leo, siku ambayo Mungu ameruhusu tuweze kuwa hai na tuweze kusikiliza neno hili ambalo linatoka katika kinywa cha Bwana kupitia mimi mjoli wa Bwana Justin Gerard. Na somo la leo lina swali fupi tu: umenaswa wapi? Yesu alipokuwa hapa duniani akiwa anazungumza na wanafunzi wake kwenye kile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 na lile fungu la 30. Yesu anasema kwamba anawaambia wanafunzi wake kwamba mimi sitasema nanyi tena maneno mengi tena, maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Kwa Yesu anathibitisha kwamba shetani hakuwa na kitu kwake. Hiyo neno la mwisho, hana kitu kwangu, ni kwamba shetani hakuwa na jambo lake lolote ambalo lilikuwa kwa Kristo. Yesu hakuwa na jambo lolote ambalo shetani angeweza kudai kwamba huyu hawezi kuukomboa ulimwengu kwa sababu ana kitu changu. Sasa sisi katika safari yetu kwenda mbinguni kuna vitu vya shetani tunavyo. Kuna watakatifu wa Mungu katika dakika hizi za mwisho, wakati hukumu ya upelelezi inaendelea mbinguni, wakati majina yanapitiwa jina baada ya jina baada ya jina, hatutakiwi kuwa na kitu chochote cha shetani. Hatutakiwi kuwa na kitu chochote cha nini? Cha shetani. Umenaswa wapi? Somo ni umenaswa wapi? Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20 fungu la 4 hadi la 6, amri ya pili inatukataza swala la kuchonga sanamu. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu wapi? Mbinguni. Sasa wewe jiulize, mbinguni kuna nani na nani na nani? Utaona. Lakini akasema wala kilicho duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Mungu amekataza swala la nini? La kujitengenezea sanamu. Sasa unaweza ukajiuliza, kuna aina ngapi za sanamu? Kuna aina ngapi za sanamu? Hem, tusome kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu ya Torati sura ya 27 na lile fungu la 15. Neno la Bwana linasema, na laaniwe mtu afanyaye sanamu ya kuchonga au ya kusubu, machukizo kwa Bwana, kazi ya mikono ya fundi, akaisimamisha kwa siri, na watu wote wajibu waseme amina. Kwa hiyo mtu anayetengeneza sanamu ya kuchonga au sanamu ya kusubu, huyo ni laana, analaaniwa. Mungu amesema sema amina. Sema amina. Sema amina. Kauli ya Bwana akasema watu waseme amina. Tuone sanamu ya tatu inapatikana kwenye kitabu cha Habakuki sura ya 2 fungu la 18. Inasema, kwa tunaona hapa tena kuna sanamu ya kuchora. Kwa aina kubwa tatu za sanamu: kuna sanamu ya kuchonga, ya kuchora na kuyeyusha au kusubu. Sasa wewe umenaswa wapi? Unachonga sanamu? Una zile za kuchonga au una za kuyeyusha au kusubu au una ya kuchora? Wewe umenaswa wapi? Ni wapi shetani atajidai kwamba huyu ana kitu changu? Kwa sababu Mungu kasema na laaniwe, na Mungu atangui kauli zake. Akisema ni hivi ni hivi. Kwa watu ambao wanachonga sanamu, wanatengeneza sanamu, kauli ya Bwana ni laaniwe.
alaaniwe. Sasa tuone mtumishi mmoja kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili 34 fungu la 3, neno la Bwana linasema, Yosia alipokabidhiwa madaraka akiwa ni mdogo kabisa, miaka 8. Alipofika miaka 12, akaanza kumtafuta Mungu wa Daudi babaye. Akagundua kwamba Mungu amekataza ibada za sanamu. Na yeye kama mfalme akaona kwamba katika taifa ambalo anaongoza kuna masanamu, kuna maashera. Akasema tumesoma hapa kwamba kulikuwa kuna sanamu za kuchora. Pia tumeona kwamba kulikuwa kuna sanamu za jua. Pia kulikuwa kuna sanamu za za kusubu. Pia kulikuwa kuna sanamu za kuchonga. Mtumishi wa Mungu huyu kwa uongozi wa Mungu akazivunja, akazikatakata vipande, akasafisha Yuda. Kwa hiyo kumbe katika usafishwaji wa taifa la Mungu hadi sanamu zilikuwa zinatolewa. Sasa mimi leo nazungumzia sanamu hii moja ya kuchora. Sanamu ya kuchora. Sanamu ya kuchora haifai kabisa. Kwa katika kipindi cha mtumishi huyu Nahumu kulikuwa kuna sanamu za kuchora. Mungu akamwagiza Nahumu aende kwa mfalme akamwambie kwamba kutokana na tabia yake hatapatikana tena kwa kumrithi. Kwa nini? Kwa sababu ya tabia yake ya kuabudu miungu. Alikuwa na ibada za sanamu. Na sanamu moja iliyotajwa hapa ni sanamu ya kuchora. Kwa Mungu alikataza swala la kuwa na sanamu za kuchora. Katika historia ya Ukristo, ibada ya picha au sanamu za picha au za kuchora zilianza katika kipindi cha Rumi, ilipokuwa imekamata Ukristo zama za giza, enzi ya giza kiroho. Ndipo walipoingiza ibada za picha taratibu. Hii tunapata kwenye kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 41 na ile haya ya kwanza, maneno ya katikati. Katika vizazi vingi vya zama za giza na uasi walikuwepo Waldenses waliopinga mamlaka ya Rumi, ambao walikataa ibada ya picha na mifano kuwa ni kuabudu sanamu, na waliendelea kutunza sabato ya kweli. Kwa hiyo Waldenses waliwapinga Rumi kuhusu swala la ibada za picha, ibada za sanamu za kuchora. Waliwapinga. Hii ibada imeingia katika makanisa. Haijalishi hiyo picha hicho ipo sehemu gani, hata kama ipo katika kitabu ambacho kina ujumbe wa sasa, hilo ni pando la shetani. Nuru na giza haviwezi kukaa sehemu hii moja. Huwezi kuchukua nuru ukachanganya na giza vikachangamana. Hapo ni shetani kajivika vazi la Kristo. Kwa hata kama ipo kwenye kitabu chochote, hata kama inamzungumzia papa, lakini kuna sanamu ya kuchora, iko ni kifaa cha shetani. Yosia alivunja, alizitoa. Kwa nini sisi tunazikumbatia? Somo ni kwamba umenaswa wapi? Je, unazo za kuchonga? Unazo za kuchora? Au unazo za kuyeyusha? Kwa katika siku hizi za mwisho inatakiwa tuachane na ibada za sanamu za kuchora. Hazifai kabisa, hazifai. Kwa Biblia inatukataza tusiwe waabudu sanamu. Haya. Kwa unaweza usiabudu sanamu za kuchonga,
ukawa na sanamu za kuchora, ukawa na sanamu za nini, za kuyeyusha. Kaburi hili ni moja, jehanamu tusipotubu. Efeso sura ya 5 fungu la 5. Kwa neno linatuambia kwamba, maana neno hili mnalijua hakika kwamba mwabudu sanamu yoyote, haijalishi ipo kwenye lesoni, haijalishi ipo kwenye kitabu cha roho ya unabii, haijalishi ipo kwenye kitabu gani, haijalishi umeweka ukutani, haijalishi umeweka wapi, aliye na sehemu katika ufalme wa Mungu hakuna, hamna. Kama utaki kuamini, tuendelee kuzikumbatia kitabu cha Ufunuo 22:15. Uko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi upenda sketi na wauaji na hao waabuduo sanamu. Ukiwa unabudu sanamu, mbinguni never, kuna kuingia, hamna kuingia, hamna. Mungu ni mkweli, hakuna atakayeingia katika malango ya mbinguni. Sasa Kutoka 12 ni Kutoka sura ya 20 fungu la 4 hadi la 6 inatuambia tusifanye sanamu yoyote ya kitu chochote kilichoko mbinguni, kilichoko duniani, kilichoko wapi? Chini ya dunia. Tuanze mbinguni. Mbinguni kuna nani? Tunawafahamu. Kuna malaika, nini, kuna Mungu Baba, kuna Kristo, kuna malaika. Tukisoma kwenye Ufunuo kuna wale wazee 24. Sawa? Na wengine ambao tuwajui wapo huko. Tukifika tutawaona. Sasa mbona siku hizi kuna picha hizi ambazo zinaitwa za Yesu? Ni nani alimpiga picha Yesu? Sanamu hiyo ivunje, itoe. Usipofanya hivyo mbinguni never. Hizi sanamu za kuchora hizi tunaziona kwamba ni ndogo, haziwezi kutupoteza, lakini zinakwenda kutupoteza. Hakuna mwabudu sanamu ataingia mbinguni, hakuna. Na hizi sanamu za kuchora zina lengo lake. Kuna somo liko mbele, tutajifunza kwa nini siku hizi watu wanafundishwa kwamba huyu ndio Yesu. Mtoto ukimuuliza huyu ni nani? Huyu ni Yesu. Hata mtu mzima ukimuuliza anakuambia hii picha ya Yesu. Kwa nini imekuwa inasambaa sana? Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mpendwa, rafiki, hakuna atakayeingia mbinguni akiwa na sanamu yoyote. Tuzitoe. Inatakiwa tuwe spotless. Tusiwe na doa katika hii hukumu ya upelelezi. Sasa mbingu inapotutazama inatukuta tuna sanamu za kuchora. Tumeziweka kwenye vitabu. Tunazisambaza. Tunamsaidia kazi shetani. Bwana akubariki. Chukua hatua. Mimi kazi yangu ni kufikisha ujumbe. Kikubali, usipokubali utajiona na Mungu. Mimi kazi yangu nimemaliza. Karibu katika somo lijalo. Bwana akubariki. Barikiwa sana.